Kwa nakuta kwamba kina mama wengi hawana elimu ya dini. Hii ni changamoto. Hii ni changamoto ndugu zangu. Sasa takiwa ujipange ili upate elimu. Jambo la tatu tulisema ni changamoto ya nini? Ya kiuchumi. Tukasema katika changamoto ya kiuchumi mara nyingi kina mama wanategemea zaidi, yani tegemezi kina mama. Ni tegemezi wengi, ni uwezo wengi hawana uwezo. Labda kuendesha pengine familia zao na nini. Ndio maana mwanamume akishakufa tu kuna mjane pale. Kama Ramadhani pia hata iftari anaweza asipate. Sababu ni tegemezi. Au anaweza siwe tegemezi lakini akapata riziki zake kwa njia ambazo ni za haramu. Tunaona kuna kina mama ambao wanaojiuza kila usiku, anakwenda anajiuza, asubuhi anarudi nyumbani kwake. Ama usiku huo anajiuza saa 9 saa 10 anarudi. Hiyo ndio kazi yake. Na pengine ana familia mtu kama huyo. Kwa hiyo hii ni changamoto ya kiuchumi katika kina mama, pande ya kina mama wa Kiislamu. Wakati Qur'ani inasema wa halallahu al-bay'a wa harrama ar-riba, sura 2 aya 275, suratul Baqara. Wa halallahu al-bay'a, Allah amehalalisha biashara, wa harrama ar-riba, na riba ameharamisha. Ina maana kumbe mama wa Kiislamu anaweza kufanya biashara ya halali ambayo si riba, lakini unakuta wengine wanajiachia, nataka biashara ya mteremko tu. Unakuta mtu anauza ubuyu, lakini ubuyu wa uongo tu, kumbe ana mambo yake kibao ambayo ndo anayotegemea, wala si ubuyu. Chumba kuna mtu analipa, chakula kuna mtu anamlisha, nguo kuna mtu anamnunulia. Kwa hiyo haramu imefanyaje? Imejaa. Hii ni changamoto kubwa katika upande wa kina mama wa Kiislamu, na katika vitu ambavyo vinatuletea shida katika maisha yetu sisi kama Waislamu ni mtu kutawaliwa na haramu katika maisha yake. Unapokuwa kula kwako ni haramu, kulala kwako ni haramu, mavazi yako ni haramu, yani inakuwa ni shida. Hata dua zako ukiomba Mtume asema huwezi kukubaliwa. Katika hadithi ile ndefu Mtume alikuwa akizungumza mpaka mwisho hadithi, nasema thumma dhakara rajulan ash'ath aghbara yutilu safar yamuddu yadayhi ila samaa ya rabb wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabu lahu. Kwa hiyo mtu ambaye atakiwa ajibie dua ni msafiri, lakini kuna msafiri mwingine japokuwa amechoka na safari, ana nguo zimechafuka na safari, manywele timtimu hajatano kwa sababu ya safari, ana vumbi, lakini akionyesha mikono yake mtu huyo hawezi kujibiwa kwa sababu chakula chake ni haramu, mavazi yake ni haramu, na yeye mwenyewe wote ni haramu. Atajibiwaje dua? Kwa katika vikwazo pia vya dua zetu ni swala zima la haramu, ulaji wa haramu. Kwa hiyo jambo la 4 tulisema ni changamoto katika upande wa familia, at-tahadiyatul usariya. Jambo la kwanza al-khilafatu zawjiyya. Katika hili kuna mambo mengi, lakini kuna ile mikwaruzano katika masala ya ndoa, na hii mikwaruzano haiachi kuwepo katika maisha ya ndoa. Lazima mtakwaruzana kwa sababu ndio wanadamu walivyo, hawezi kufanana katika kila kitu. Hata Mtume pia sallallahu alikwaruzana na wake zake, lakini tofauti yetu sisi na wale ni tofauti kubwa kidogo. Wenzetu kumwambia bwana Allah anasema hivi na hivi, naye anakupa pengine hadithi au anakupa pengine aya au anakaa kimya. Lakini mizozo ya leo katika ndoa, ukimpa mwenzako aya ama hadithi, akwambia hapa sitaki aya wala hadithi,
hapa hakuna cha aya wala cha hadithi, yani anamkataa Allah na anamkataa pia na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na atafanya watu wakiachana hapa, mwingine anasema nikienda kwa mashehe watanizingua tu, huyo mahakamani. Lakini kwenye ndoa pale wamekwenda kwenye familia, baadhi ya familia, akaja shekhe akaozesha, mambo yakaisha. Lakini kwenye mzozo familia pia haitohusishwa kabisa, baba hatoitwa yule, wala si nani yule mshenga hatoshughulikiwa kabisa. Mtu atajua tu kuvaa nguo yake na kwenda mahakamani moja kwa moja, katika mahakama za kitawahut ambazo sio za Kiislamu, na huenda ikawa kule ni dhulma, ima kama ni mume anadhulumiwa au mke anadhulumiwa. Kwa changamoto hizi zipo. Wengine katika ndoa zao wapo, lakini hawazifurahii ndoa hizi. Mtu anaishi tu kwa sababu ashaambiwa bwana vumilia katika ndoa, fanya subra, basi anasubiri tu, lakini hata hajui mwisho wake ni wapi. Yupo mjomba wangu mmoja hivi anaambiwa bwana mvumilivu hula mbivu. Asema mithali mimi naona kama sielewi, kwa sababu mimi kila siku nalambishi tu siku zote, japokuwa hii mithali ipo, mvumilivu hula mbivu, lakini mimi naona nalambishi tu siku zote. Kwa hiyo kuna baadhi ya watu yani katika maisha yao kama vile wanakula mbichi tu siku zote. Anaishi pengine na mumewe, lakini hata maisha ya mume na mke wala hayapo, kwa sababu wewe mke anakuta na wanaume uko nje na na marafiki mnaita sio mashoga, wanamshauri katika namna ambayo wanajua. Kwa hiyo kuna mizozo ambayo katika familia ipo kiasi kwamba mume na mke hawaelewani. Wengine hata vyumba pia wanalala vyumba tofauti, huyo chumba cha watoto, huyo chumba chake peke yake, au wakati mwingine chumba kimoja lakini mzungu wa 4. Kwa hiyo kunakuwa na changamoto za namna hiyo. Katika Qur'ani Allah anatuambia wa'ashiruhunna bil ma'ruf, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, ishini nao hao kwa wema. Yani wanaume wanaambiwa wakiishi na hao wanawake waishi nao kwa wema. Suratul Nisa aya 100 aya ya 19, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kwa hiyo hata mwanamke pia akiishi na mumewe aishi kwa wema. Na katika hadithi Mtume akatuambia kwamba kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, nyote nyinyi ni wachunga na nyote mtaulizwa mnavyovichunga. Kwa sababu katika swala hili la changamoto za familia, ukiacha habari ya ndoa, kuna changamoto za malezi ya watoto, dhaafu tarbiyatil abna, pia ni familia hii. Kwa chini ya kipengele cha changamoto za familia kuna changamoto za ndoa, wewe kama mke na mumeo, halafu kuna changamoto za malezi au watoto. Kulingana na nature ya kimazingira ilivyo, mtoto unampeleka wapi ili awe mtoto mzuri? Maana itabidi umlee mwenyewe nyumbani kwako, alelewe na mtaa wako, halafu alelewe na anakosoma, kama ni shule, kama ni madrasa, atalelewa na huko anako pia. Hakuna namna. Sasa hapa Mtume atuambia kullukum ra'i, nyote nyinyi ni wachunga, mnafanya kazi ya kuchunga, wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Mtume akafafanua katika hadithi kwa upana tu, akasema hata mwanamke pia ni mchungaji, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun anha au anhu. Mwanamke ni mchungaji katika nyumba ya mumewe na ataulizwa katika anachokichunga katika nyumba hii. Ndio maana nakuta wanaume, hata kama mwanamume ni kiongozi wa familia, lakini akifika pale nyumbani naye anakuwa kama mtoto, anakuachia yeye vitu vyote. Sasa wewe naye unapojisahau unasema kila kitu ni mimi tu, si watoto na nini. Wewe ndio mchungaji wa ile nyumba. Nyumba iwe safi ni wewe, watu wale ni wewe, pale kuna watoto ni wewe. Ndio Mtume alivyosema kwamba anachunga nyumba ile ni mwanamke. Kuna changamoto za baadhi ya watu wakizungumza kwamba mwanamke kupika sio wajibu wake,
yeye atakiwa ale tu. Sasa tukipika ni nani? Na mume kaenda kazini. Alosema kwa mwanamume ndo anapika ni nani? Wewe unayo aya na hadithi kwamba mwanamume ndio mpishi wa mke wake au mwanamume ndio mpishi wa familia yake. Ukiambia wewe ndio kiongozi wa nyumba, maana watu wale pale nyumbani, wewe ndio mpishi, automatically unaingia. Wewe ndio mpishi, wewe ndio mtoa usafi pale nyumbani, sio ndio unasimamia nyumba. Sasa usimamiaje nyumba ambayo nyumba hiyo ni chafu? Alafu kazi yangu hapa ni moja tu, mimi sikuja kwa ajili ya kazi yako moja. Ipi hiyo kazi moja? Kwa hiyo malezi ya watoto, mwanamke amepewa kipaumbele sana. Kwa maana utakuta japokuwa mtoto na baba na mama, lakini malezi yote ni ya mama. Baba afanya kuingia na kutoka. Kwa maana kunakuwa na urahisi sana baba kuchonganishwa na watoto wake. Ukiwa na vurugu sasa ndio baba anaambiwa, ili baba amchape mtoto. Ufanye kufanya hivi na hivi, baba achukua bakora anachapa. So yule mtoto naye ajua kwamba baba kwa kazi yake yeye ni kuchapa kama sikwenda shule. Kuchapa kama sikwenda madrasa, kazi yake yeye ni kunichapa tu. Anachukia mzee kwa sababu anachapwa. Lakini yeye mama yeye hachapi. Kumbe kama ni kuchapa pia mama atakiwa pia naye achape, atandike. Ili kama mtoto kunyoka anyooke. Mambo mazuri mama anasema ni yake yeye. Nitakununulia nguo sikukuu, nitakununulia uniform, kumbe pesa anapewa ndani.